Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunaendelea kukumbwa hali ambayo si ya kawaida na ambayo inahuzunisha kutokana na vita, hali ya kisiasa kuzorota, maandamano na mambo mengine mbalimbali ambayo yanaendelea kufanya maisha ya kawaida yawe magumu kuweza kuyaishi. Tutakuwa huko Mitamba ndani ya Kivu Kusini ambako waasi wa Red Tabara wanaoshirikiana na Twirwaneho ambao waliweza kuliteka jiji hilo la Mitamba kwa kuweza kupigana mapigano makali na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Pia tutakuwa huko Kinshasa ambako Martin Fayulu aliweza kutosha maelezo yake kuhusu kuweza kubadilishwa kwa katiba. Ameweza kusema kuwa kubadilishwa kwa katiba hiyo kutafanya kuwe na upinzani mkali ndani ya nchi, na yeye Martin Fayulu atakuwa kiongozi wa uasi huo na upinzani huo. Pia tutakuwa katika mji mkuu wa Kinshasa ambako mgomo mkubwa uliweza kufanyika jana asubuhi mpaka magharibi, ile iliweza kufanya teksi usababisha kusimama kwa usafiri wa umma, na huku barabara zingine zikiwa wazi zikiwa tupu na watu kuzitumia kwa sababu hazikuwa na teksi zozote ambazo ziliweza kutumika. Hizo ni habari ambazo tunakusogezea kwa siku ya leo. Endelea kuwa nasi ili kupata habari zaidi. Tuelekee huko kwenye milima ya juu ya Uvira ambako mapigano makali kati ya vikosi viwili, vikosi vya waasi wa M23 ambao wanashirikiana na Red Tabara pamoja na Twirwaneho wameweza kupambana dhidi ya vikosi vya serikali vinavyoshirikiana na wazalendo. Kwa mujibu wa habari za ndani, waasi hao wa Red Tabara na Twirwaneho wanaoshirikiana na Alliance Fleuve Congo M23 waliliteka eneo la Mitamba leo Jumatatu tarehe 16 Machi baada ya mapigano makali. Kabla ya eneo hilo kuanguka ndani ya mikono ya waasi hao, kuliweza kutokea mapigano makali ambayo yaliripotiwa katika mchana wote wa siku ya leo. Eneo hilo la Mitamba, tukitaka kulifahamu vizuri, ni eneo ambalo linapatikana katika kikundi cha vijiji vya Bijombo ndani ya himaya ya jadi ya Bavira katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano yanaendelea kuripotiwa ndani ya mji huo, hiyo inafanya wakaaji wa migini hiyo waweze kukimbia kwa hofu ya kuona kuwa vita inaweza kujirudia muda wowote, na hile inaleta hofu kubwa na kuwafanya waweze kutimka na kuacha mgini kuwa wazi. Tuzungumzie basi swala la Martin Fayulu ambaye ni kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ametoa onyo kali kuhusu uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fayulu akizungumza katika mkutano wa kisiasa alisema kuwa mtu yeyote atakayethubutu kufungua mdomo wake na mjadala wa kubadilisha katiba atakutana na wananchi na upinzani mkali kutoka kwao. Fayulu alisisitiza kwa kuwa yuko tayari kuongoza maandamano ya wananchi ambao watakuwa na jaribio la kugusa katiba. Alisema hivi: yeyote atakayefungua mdomo wake na kuthubutu kubadilisha katiba atakutanana na wananchi njiani, na mimi Martin Fayulu nitakuwa mbele kama kamanda wa wananchi hao ambao wanaandamana. Tutaona nani atakayethubutu kugusa katiba. Hayo yalikuwa ni maneno ya Martin Fayulu akirekodiwa. Kauli hiyo inakuja wakati mjadala kuhusu mustakabali wa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiendelea kujitokeza mara kwa mara katika duru za kisiasa nchini humo. Wachambuzi wa siasa wanasema kauli ya Fayulu inaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa, hasa wakati baadhi ya wanasiasa wakituhumiwa kutaka kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa maslahi ya kisiasa. Tuhamie basi huko ndani ya mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, ambako hali ya usafiri imevurugika kutokana na maandamano ambayo iliweza kusababishwa na waendeshaji bodaboda na madereva kwa kuweza kulipinga serikali kutokana na mambo fulani ambayo hayakuwa yanaendeka sawa.
Barabara nyingi kuu za jiji hilo zimeripotiwa kuwa karibu tupu, hali iliyoathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za kila siku za wakaaji na mji huo mkubwa wa Kongo. Tukio hilo limeonyesha wazi jinsi wananchi wa Kinshasa wanavyotegemea sana huduma za teksi kwa usafiri wao wa kila siku. Katika baadhi ya maeneo, magari yalionekana kuziba barabara, huku madereva wakionyesha msimamo wao katika mgomo huo. Wakati huo huo, hali hiyo imefichua udhaifu uliopo katika mfumo wa usafirishaji wa mji mkuu wa Kinshasa. Mgomo huo pia unaonyesha changamoto zinazoendelea kuikumba sekta ya usafiri pamoja na madai mbalimbali yanayotolewa na madereva. Wataalamu wanasema iwapo mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazitoe majibu ya haraka kwa madai hayo, kuna hatari ya kutokea tena kwa usumbufu wa usafiri. Jambo hilo ambalo linaweza kuathirisha moja kwa moja maisha ya kila siku ya wakaaji wa mji wa Kinshasa. Hizo zilikuwa ni habari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo ndugu mpenzi mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kushare, kusubscribe, pia kucomment ili kutuonesha unatufuata ukiwa sehemu gani za dunia hii. Asante.